Wanawake wengi wanakosa ndoa kwa sababu wana kiburi, ukweli uliofichwa. Kuna kitu kimepotea kwa kizazi cha wanawake wa leo, unyenyekevu. Leo, wengi wana urembo, elimu, hadhi na pesa, lakini bado wanabaki peke yao, wakilia usiku kwa siri. Swali la kujiuliza ni moja tu. Ni kwa nini wanawake warembo na wenye mafanikio wanazidi kukosa ndoa? Jibu ni rahisi, lakini gumu kulikubali. Kiburi kimewazidi upendo. Ukweli unaumiza. Sio kila mwanamke asiyeolewa hana bahati. Wengine wanakimbizwa na tabia zao. Wanawake wa leo wengi wanaamini hakuna mwanaume anayewafaa. Hawasikii tena ushauri na wamegeuza uhusiano kuwa uwanja wa mashindano badala ya maelewano. Mwanaume wa kweli hataki mapambano nyumbani kwake. Anataka amani, heshima na upendo. Sababu za msingi kwa nini kiburi kinaharibu ndoa. 1. Kiburi cha mafanikio. Sihitaji mwanaume kunisaidia. Kiburi cha urembo. Ninao wengi, nitachagua wenye pesa. Kiburi cha kujiona bora. Hakuna anayenilinganisha. Kiburi cha kisasa. Sijali mila, dini au heshima. Lakini mwisho wa yote, wanabaki wakijuta kimya kimya. Kwa sababu maisha hayajengwi kwa misimamo, bali kwa ushirikiano. Unyenyekevu sio udhaifu. Unyenyekevu ni silaha ya mwanamke mwenye hekima. Ni nguo ya heshima inayomvutia mwanaume wa kweli. Wanawake wengi wanaojua kukaa kimya na kuheshimu ndio wanaobebwa juu ya vichwa vyao na waume zao. Na wanaume wengi wanakimbia, si kwa sababu ya sura, bali kwa sababu ya tabia. Mwembe wa mwisho. Mwanamke mwenye unyenyekevu anavunja ukuta wa kiburi, na mwanaume mwenye hekima anathamini zaidi tabia kuliko umbo. Ndoa si uwanja wa nguvu, ni shule ya uvumilivu. Hivyo kabla hujajiuliza kwa nini sijaolewa, jiulize labda tabia yangu ndio inawakimbiza. Tangazo la kivutio. Tupo Habo Online TZ, channel yenye zaidi ya wafuasi 50,000, tukizungumza ukweli wa maisha bila woga. Tunapokea matangazo ya biashara, huduma au bidhaa zako. Mawasiliano yapo kwenye bio yetu. Usichelewe, nafasi ni chache. Sehemu ya maoni. Unadhani ni kweli wanawake wengi wanakosa ndoa kwa sababu ya kiburi, au wanaume ndio wamekosa uvumilivu? Tuandikie maoni yako hapa chini.